Vyama vya ushirika vya akiba na mikopo sasa vitahitajika kutimiza masharti magumu kabla ya kutoa migao ya faida katika juhudi za kukabiliana na tatizo la mtaji linalokumba sekta hiyo. Waziri wa ustawishaji vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya ameagiza halmashauri ya kudhibiti vyama vya ushirika ichukulia hatua kali chama chochote cha akiba na mikopo kinachotoa mgao wa faida au riba kabla ya kubakisha mtaji wa kutosha na akiba zingine. Takwimu kutoka halmashauri ya kudhibiti vyama vya ushirika vya akiba na mikopo zinaonyesha kwamba vyama vikubwa vya ushirika nchini viliwalipa wanachama wao migao ya faida ya jumla ya shilingi bilioni 47 mwaka wa kifedha wa 2024. Migao hiyo ya faida ililipwa licha ya vingi vya vyama hivyo kukumbwa na matatizo ya mitaji ya kufuatia wizi wa mabilioni ya pesa zilizokuwa zimehifadhiwa katika chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Kenya. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba hivyo vinadai mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 3.4 kutoka kwa taasisi mbalimbali kama matozo ya wanachama ambayo hajawasilishwa na kuwaathiri zaidi ya wanachama 55,000. Ili kushughulikia matatizo ya sasa ya ukosefu wa fedha katika sekta hiyo, serikali imetangaza masharti makali kuhusiana na ulipaji wa migao ya faida na riba. No SACCO shall be allowed to borrow from external sources to pay dividends, and henceforth any SACCO intending to procure an external loan must obtain written approval. Hatua hizo mpya zinavihitaji vyama vya ushirika kulipa mgao ya faida na riba baada ya kuweka akiba za kutosha na kutimiza masharti ya kisheria ya mtaji. SACCOs are for service entities and the key service offered are promotion of savings and credit and not unsustainable dividends and interest. Hatua hiyo huenda ikaibua malalamishi miongoni mwa wanachama wa vyama hivyo ambao hutegemea mtaji na riba kuwekeza. Akiongea wakati wa mkutano mkuu wa chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Uniters, waziri wa ustawishaji vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya ameiagiza halmashauri ya kudhibiti vyama vya ushirika kuhakikisha masharti hayo yanazingatiwa. Oparanya pia amevionya vyama hivyo dhidi ya kukopa pesa kutoka nje ili viweze kulipa mgao ya faida, akiongeza kusema chama chochote cha ushirika kinachotaka kukopa mkopo kutoka nje lazima kipate barua ya idhini kutoka kwa kamishna wa ushirika na kuzingatia masharti yaliyowekwa. We welcome those reforms. Most of the reforms he mentioned, fortunately as Uniters, we are already past that threshold. We have already put in place mechanisms